United wanatarajia kuanza msimu wa 2026-2027 kwa kuwakabili Hull City, na kikosi cha Manchester chini ya Ineos na Michael Carrick kimekuwa kikifanyiwa maboresho makubwa kabla ya kuanza kwa msimu. Lakini swali ni hili, je, kikosi hiki kina ubora kiasi gani kuweza kukabili msimu wa 2026-2027? Hebu tupitie position kwa position kuangazia nani ni nani na wapi wanaweza kukaa, kwa sababu ukiangalia vizuri Manchester wana majina mengi, lakini je, depth inatosha au ni depth ya kuaminika? Na je, inaweza kuwapa nini Manchester United? Kama kawaida kwa misele yetu ya kila siku, tukiwa Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma, tunatumia Twende Ride, usafiri wa kimtandao ambao unatupa mashavu ya kutupeleka kokote kule kwenye majiji haya ya Tanzania kwa gharama kitonga kabisa. Tuanzie golini. Bila shaka Senne Lammens atasalia kuwa ndiye goalkeeper namba 1, huku Karl Darlow akiwa ni backup na akifuatiwa na Tom Heaton, huku bwana mdogo Mi huenda pia akapata nafasi kama backup nyingine. Hivyo golini kuna option za kutosha za kulinda milingoti mitatu. Upande wa right back kuna Diogo Dalot pamoja na Mazraoui, na pia wakati mwingine unaweza kumuona Leny Yoro ambaye kwenye msimu uliopita mara kadhaa amecheza hapo, lakini hata kwenye pre-season amecheza kama mlinzi wa kulia. Hivyo kwenye right back Manchester wana cover ya kutosha. Center back hapa ndipo unaanza kuona kuna mambo magumu kidogo, haswa upande wa katikati kabisa. Lakini hapa kuna option. Upande wa kulia katikati kuna De Ligt, Yoro pamoja na Maguire, na upande wa kushoto kuna Heaven pamoja na Martinez. Hivyo ukiangalia kwa majina wachezaji wapo, lakini tatizo ni moja, uhakika wa kuwapata wiki kwa wiki, mechi kwa mechi, haswa Martinez pamoja na De Ligt ambao wao wamekuwa na changamoto ya majeraha ya mara kwa mara. Hivyo Manchester hawawezi kuwategemea kuwaona wakiwa fiti kwa msimu mzima. Kwenye eneo la left back hapa ndipo matatizo yapo ya wazi wazi, matatizo ambayo yanaonekana moja kwa moja. Luke Shaw yupo pamoja na Patrick Dogu, wanaweza kusaidiana, lakini ukiuliza je, wanatosha kwenda kuisaidia Manchester? Jibu litakuwa ni hapana, kwa sababu Dogu anacheza zaidi kama winga katika upande ule wa kushoto, lakini pia Luke Shaw ana changamoto za injury za mara kwa mara. Manchester bado hawana backup bora kwenye eneo hili na wameshindwa kumwamini Harry Amos, hivyo wanahitaji kwenda sokoni kuleta mtu wa ziada. Hapa anahusishwa Lewiho kutoka Newcastle pamoja na David Raum kutoka RB Leipzig ya nchini Ujerumani. Katika eneo la kiungo hapo sasa ndipo mambo yanaonekana yanavutia. Andre Santos pamoja na Youri Tielemans tayari wamekwisha kuingia kwenye timu na wamefanya vizuri katika pre-season, lakini Kobbie Mainoo bado yupo, ni mtu muhimu, na Mason Mount pia anaweza kucheza kama kiungo akiwa fiti. Lakini sasa taarifa kubwa ni swala la Carlos Baleba kuwa yuko mwishoni kukamilisha mchakato wa kujiunga na Manchester baada ya Manchester kufikia makubaliano na Brighton. Deal hili linaweza kwenda kwa kiasi cha paundi milioni 60 mpaka 70, na atapewa mkataba wa miaka 5 ambao uko tayari mezani. Huyu ni kiungo ambaye anaweza kuja kuisaidia Manchester, na kama Baleba atasaini, basi Manchester inaweza kuwa imefanya moja kati ya saini bora kabisa. Baleba anaweza kuja kuleta ubora kwenye eneo la kiungo, na hii itakuwa ni moja kati ya mabadiliko makubwa kwa miaka ya hivi karibuni. Baleba anaweza kuipa Manchester nguvu zaidi katika eneo la kukaba, kwa maana ya kupoka mipira, na anapokosekana mtu wa aina yake, tumewahi kuona timu ambavyo inapata shida. Casemiro alikuwa akitoka, namna ambavyo timu ilikuwa inaonyesha upungufu kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa tukiangalia kwa Baleba, kama atafanikiwa kuja, inaweza ikabadilisha kabisa na kuleta ubora, japo sio kwa asilimia 100%, lakini huenda ikawa ni bora zaidi. Lakini tukiangalia upande wa mbele hapa, tunaweza kusema angalau Manchester ina watu bora zaidi. Upande wa kulia kuna Bryan Mbeumo pamoja
na Amadi, lakini pia yuko Bruno Fernandes kwenye eneo la namba 10, lakini pia Mount anaweza kucheza namba 10, Shalase anaweza kucheza kama namba 10, vile vile Joshua Zirkzee anaweza kucheza namba 10. Hapa kuna cover ya kutosha, lakini Shalase anaweza kucheza pia upande wa kulia, hivyo kuongeza ubora kwa upande wa Amadi, Mbeumo pamoja na bwana mdogo. Lakini upande wa kushoto yuko Marcus Rashford, yuko Patrick Dorgu pamoja na Mateus Cunha. Hivyo kwenye eneo la kushambulia upande huo wa kushoto pia Manchester wana option nyingi ambazo wanaweza kuzitumia. Sasa ukiangalia katika eneo la mshambuliaji, kwa maana ya mshambuliaji asili, kuna Benjamin Sesko. Yeye ndiye mchezaji ambaye ni mshambuliaji asili. Ukimuondoa Sesko kuna tatizo, bado hakuna mshambuliaji wa asili kwa maana ya mshambuliaji wa moja kwa moja. Option zipo lakini bado hazitoshi. Joshua Zirkzee anaweza kucheza kama mshambuliaji wa katikati, Mbeumo amecheza mara kadhaa hivyo, hali kadhalika Cunha na hata Marcus Rashford anaweza kucheza katika eneo hilo, lakini bado hakuna ambaye unaweza kusema ni backup ya moja kwa moja ya ushambuliaji kwa Benjamin Sesko. Hili ni tatizo jingine wakati huu ambako tunarejea kwenye ligi kuu pamoja na Champions League. Unahitaji striker mwingine ambaye anaweza kuja kuua mchezo, au striker mwingine ambaye anaweza kuaminika zaidi. Hivyo basi kikosi namna kilivyo kinaonekana bado kina mapungufu, bado hakijakamilika. Hata ujio wa Carlos Baleba bado Manchester wanahitaji kuweza kuboresha. Manchester bado wanahusishwa na majina mengi, lakini bado kikosi hakijatimia. Kuna wachezaji ambao wako, lakini kikosi kiukweli bado hakijatosha, sio cha kuaminika kabisa cha kuweza kupambana na kutoa ushindani mkubwa, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo akitoka mtu mmoja hakuna cover ya kuweza kukava. Akitoka Sesko hakuna mshambuliaji asilia kwa moja. Anapoumia Luke Shaw hakuna mtu anaweza kuja kuziba mapengo ya moja kwa moja, na kama itatokea injury moja au mbili zinaweza kuleta matatizo kabisa, hasa kwenye hiyo left back ambako bado kuna swali nani atakuja kuwa mtu muhimu. Lakini kuna center back ambako Maguire atabaki peke yake kama Licha pamoja na Delite hawatakuwa fiti, huku mbona mdogo wawili wakiwa bado hawajua katika ubora wa kutosha. Lakini striker bado kunahitajika backup ya kuweza kuwa na mtu anaweza kufanya kazi ya kufunga magoli. Kwenye eneo la kiungo inawezekana kuwa limepata jambo muhimu kama Carlos Baleba atakamilisha usajili wa kujiunga na Manchester, na huenda ikawa Manchester imepata balance nzuri zaidi katika eneo la kiungo katika kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini challenge kubwa inabaki sasa kwa Michael Carrick kuona anaweza vipi kuwatumia nyota wake wote katika kuleta ubora. Lakini kizuri ni kwamba Manchester wana wachezaji zaidi ya mmoja katika maeneo mengi, japokuwa ratiba inayokuja itakuwa ngumu zaidi. Cha kuombea ni kukosa majeruhi ili klabu ibaki katika nafasi nzuri ya kuweza kushindana, kwa sababu kama utapata injury timu inaweza kushindwa kuweza kuboresha. Tumeona taarifa za hivi karibuni katika eneo la ushambuliaji anahusishwa Jean-Philippe Mateta pamoja na Ivan Toney. Sasa hapa tunaweza kuona kama Manchester wataongeza angalau mtu mmoja au watu wawili, basi depth inaweza ikaongezeka na kikosi kuwa bora zaidi na kuwa na option zaidi. Lakini swali tabaki moja tu, je, ni position gani unafikiri bado Manchester hawajaijaza, wanapaswa kuijaza kabla dirisha kufungwa tarehe mosi, ili timu iweze kushindana kabisa? Kwa sababu kuna michuano mingi, Carabao, FA, Champions League pamoja na ligi kuu, na hapa ndipo ambako Carrick ataenda kupimwa na vijana wake wanaweza kushindana kiasi gani kuipa mafanikio Manchester United. Hili ni jambo la kuweza kusubiri, lakini maeneo matatu makubwa yanahitaji kuongezewa wachezaji ili kuifanya Manchester kurejea katika ushindani. Mlinzi wa kushoto ambako yuko Luke Shaw anahitaji msaada mkubwa. Benjamin Sesko anahitaji kupata msaidizi wake, lakini pia kupata kiungo, na kama Baleba atakuja basi huenda tatizo likawa limekamilika na Manchester wanaweza kushindana kuelekea michuano yote ya msimu ujao. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti, na tunaenda mjini kama kawaida na twende ride. Ciao.